Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, hali gani mdau wa Malecom popote ulipo? Karibu sana kwenye meza yetu ya michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo yanayojiri kunako viunga mbalimbali ya michezo, na kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa na wa kifamilia, kwa kuwa wewe ni mdau kindakindaki wa mchezo, hususan huu mpira wa miguu aka soka, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa hii tunayokuletea hapa kijiweni kwetu leo. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatokea kunako viunga vya Msimbazi Simba, ambako tunaambiwa baada ya kichapo cha goli 2-0 ambacho walikipata kutoka kwa mtani wao Young Africans, mpaka sasa upande wa Simba Sports Club bado hakukaliki. Mambo ni magumu, mambo ni mazito. Vikao vinaendelea kila muda kwa ajili ya kuweka sawa mambo, na hapa inaposemekana kama alivyosema msemaji wa timu hiyo ya Simba Sports Club, wanafanya tathmini kujua ni nani ambaye aliwafelisha kuelekea mwisho wa msimu, na istoshe sio mwisho wa msimu tu, mpaka kufikia hatua kupoteza dabi ya 5 mfululizo kutoka kwa mtani wao Young Africans, na hatimaye kumruhusu apate ubingwa mara 4 mfululizo. Sasa moja kati ya vikao ambavyo vinaendelea kunako huko viunga vya Msimbazi ni kuona namna ya kubadilisha kikosi na kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa ni kikosi bora, kikosi cha ushindani, kikosi ambacho kitagarantii ubingwa katika msimu ujao. Na Simba wameona kuliko kuanza maandalizi baada ya dirisha dogo kufunguliwa, sasa ni bora waanze kuweka mambo sawa, ili dirisha dogo likifunguliwa basi inakuwa ni kazi ya kushusha vyuma mapema kabisa, ili pre-season waende mapema kabisa wakiwa na kikosi ambacho ni imara kabisa. Na ukumbuke pia ya kwamba kocha Fadlu Rahman Davids, baada ya kupigwa na Young Africans goli 2-0, magoli ya Pacome na Clement Mzize, alitamka wazi kwamba kikosi hichi yeye alikikuta, hivyo kuna maoni yake ambayo yeye anayaona, basi atafanya mawasiliano na uongozi ili kuona kama watakubaliana naye, basi atafanya mabadiliko makubwa sana kunako kikosi cha Simba Sports Club. Na habari ambazo zimetufikia hivi sasa ni kwamba katika klabu hiyo ya Simba bado kunaendelea na panga zito sana. Kuna kwenda kutokea mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi hicho, na mpaka hivi sasa taarifa tulizonazo ni kwamba wachezaji zaidi ya 10 ambao ni wazawa wa Tanzania Simba wanakwenda kuondolewa na kwenda kusajiliwa wachezaji wengine ambao watakuwa na uwezo wa kuipambania nembo ya Simba Sports Club. Wachezaji hao ni kina nani? Ni nani anaondoka, nani anabaki? Basi kaa nasi Malecom tuendelee kukujuza zaidi. Nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, ufanye hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, na kisha ubofye alama ya kengele. Hapo utakuwa umejiunga na familia hii kubwa na pendwa ya michezo, na utakuwa unapata taarifa kila tukipandisha video yetu kwa ajili yako, kwani hapa sasa ndo sehemu sahihi ya kupata taarifa zote kuhusiana na tetesi na usajili ambao utafanyika katika ligi kuu Tanzania bara na duniani kwa ujumla. Malecom tupo kwa ajili yako. Sasa twende kazi. Katika viunga vya Msimbazi, mchezaji wa kwanza ambaye Simba wanakwenda kumwachia ni Aishi Salum Manula. Ni golikipa ambaye amehudumu kunako kikosi cha Simba Sports Club kwa muda mrefu na ameweka historia kubwa kabisa, lakini hivi karibuni amekosa nafasi, na tangu ule mchezo ambao walifungwa na Young Africans goli 5-1, basi Aishi Salum Manula amekuwa sio sehemu ya kikosi cha Simba Sports Club. Hivyo msimu huu mkataba wake unaisha, na yeye wamemfungulia milango kama yote aondoke aende kutafuta malisho sehemu nyingine ili kupambania kipaji chake.
Mchezaji mwingine ni Kelvin Kijiri, fullback huyu wa kulia anayesifika kwa kasi kabisa, na ni mchezaji huenda katika ligi hii ya Tanzania mchezaji wa kizawa ambaye ana spidi kwelikweli ni Kelvin Kijiri. Na kama kuna mwingine tuambie kwenye comment hapo ambaye unaamini ana kasi na spidi kumzidi Kelvin Kijiri. Lakini kunako klabu ya Simba amekosa nafasi kwenye kikosi hicho, na Simba wanahitaji mtu ambaye akija anaweza kuchallenge kwenye kupata namba kwenye kikosi, ili watakaoanza wawe bora na ambao watakaa nje wawe bora, ili hata pale kocha anapofanya substitution basi itoke jembe na liingie jembe. Na kumbukumbu ya mwisho ya Kelvin Kijiri ni ile ambayo dabi iliyopita kabla hii ya juzi, Kelvin Kijiri alijifunga na mechi iliamuliwa kwa goli hilo la kujifunga, kwani Simba walipoteza goli 1-0. Na Kelvin Kijiri amekuwa akikosa namba kwenye kikosi hicho, hivyo Simba wanamruhusu kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Mchezaji mwingine ni Hussein Abel, golikipa huyu ambaye amekosa nafasi kunako kikosi cha Simba Sports Club, na Simba wameamua kumwachia aende akatafute malisho sehemu nyingine, kwani amekuwa akikosa nafasi na ameshindwa kumchallenge Musa Pinpin Kamara, hivyo kumfanya awe anasugua benchi, kwani katika ligi kuu iliyopita pamoja na kombe la FA michezo ambayo amecheza haifiki mitatu, lakini sasa Simba wanamruhusu aondoke, kwani bosi ameamua kufanya usafi kwenye klabu hiyo na kuondoa wale wote ambao wanaona kabisa hawatawasaidia. Mchezaji mwingine ni Edwin Barua. Tunaona mchezaji huyu amesajiliwa kutokea klabu ya Prisons, na tangu ajiunge na Simba Sports Club amepata nafasi chache sana, hivyo ameshindwa kuchallenge waliopo ili kupata namba kwenye kikosi cha kwanza, na Simba sasa wameona wampe mkono wa kwaheri aweze kuondoka. Mchezaji mwingine ni Mzamiru Yassin ambaye ni mkongwe huyu, amecheza Simba kwa muda mrefu sana, ameweka historia katika klabu hiyo, na Simba watamkumbuka kwa mazuri yote ambayo ameyafanya kipindi akitumikia miamba hiyo ya kutoka Msimbazi. Lakini sasa umri unamtupa na mahitaji ya timu yanamuweka pembeni Mzamiru Yassin, na Simba sasa wanamruhusu aondoke, kwani mkataba wake nao umefika mwisho na hawatamuongeza mkataba mwingine, hivyo muda wowote Mzamiru Yassin watamruhusu. Mchezaji mwingine ni Awesu ambaye alisajiliwa kutokea klabu ya KMC, na ambapo tunaona tangu wasajiliwe na kujiunga na klabu hii ya Simba Sports Club amekosa nafasi kunako kikosi cha kwanza, na tunaona mara chache ambazo amekuwa akipata nafasi basi amekuwa akijitahidi kuonesha kiwango kizuri, lakini bado hajafikia malengo yale ambayo Simba Sports Club wanahitaji, kwani Simba hawahitaji uwe na kiwango kizuri tu, lakini wanahitaji kiwango chako kioneshe impact kwenye matokeo, ufanye vitu ambavyo vitaisaidia Simba kupata matokeo. Hivyo tunaona Awesu naye hayupo kwenye mipango ya Simba Sports Club kuelekea msimu ujao. Mchezaji mwingine ni Valentino Mashaka, kinda huyu ambaye ni striker. Tunaona mechi za mwanzo kabisa pale alipata nafasi katika mechi 2-3, lakini kadri muda ulipokuwa unazidi kwenda amekuwa akikosa nafasi ya kucheza, hata kukaa benchi pia amekuwa hapati hiyo nafasi. Hivyo Simba wanamruhusu aondoke, kwani hayupo katika mipango ya Simba kuelekea msimu ujao, kwani gari ambalo wanataka kuliwasha msimu ujao wanaona kabisa spidi yao haitaendana na Valentino Mashaka. Mchezaji mwingine ni Lada Chasambi, kinda huyu ambaye alisajiliwa kutoka klabu ya Mtibwa Sugar. Inaelezwa ya kwamba tangu atue Simba amekuwa akipata nafasi mechi kadhaa, amejitahidi kuonesha uwezo wake kadri anavyoweza, lakini bado kuelekea msimu ujao Simba hawana mipango na kuendelea naye, na inaelezwa ya kwamba Mtibwa Sugar wanahitaji kumrudisha kijana huyu kule ambako alikotoka, na kwamba hakwenda kumnoa vizuri ili arudishe kiwango chake aweze kuisaidia timu yake ya Mtibwa Sugar pamoja na Taifa Stars. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club kwa msimu ujao tunaona kabisa kwamba Simba hayupo katika mipango yao. Na mchezaji mwingine ni Kibu Dennis Prosper. Mchezaji huyu unaweza ukashangaa inakuwaje Simba wanamuacha, lakini kama unakumbuka vizuri, kabla ya msimu huu ulioisha kuanza kulikuwa na mgogoro kidogo ambao uliumbisha mahusiano kati ya Kibu Dennis na Simba Sports Club, lakini baadaye mambo yakakaa vizuri. Hivyo
Inasemekana ya kwamba Kibu Dennis Prosper ndoto yake iko pale pale ya kwenda kucheza soka nje ya nchi, na ameshaomba klabu yake mara kadhaa kwamba ikifika mwisho wa msimu basi wamruhusu aende kutafuta changamoto nyingine huko barani Ulaya, ikiwezekana Afrika ya Kaskazini, kwani kuna vilabu vingi sana vinamhitaji, na hivyo yeye yuko tayari kwenda kuvitumikia. Na sasa Simba Sports Club tayari naye wamekwenda kumuondoa kwenye orodha ya wachezaji ambao wanatarajia kuwatumia kwenda msimu ujao. Mchezaji mwingine ni Shomari Salum Kapombe ambaye tunafahamu kwamba ametumikia Simba kwa kiwango kikubwa tangu ajiunge na wanamsimbazi. Kiwango chake hakijawahi kuwa na mashaka hata kidogo, na hapa sasa kuna discussion kubwa katika vikao ambavyo vinaendelea pale Msimbazi kwamba Shomari Kapombe aondoke ama asiondoke, lakini inaonyesha ya kwamba wanahitaji mtu ambaye atakuja kuonesha uwezo mkubwa zaidi ya Shomari Kapombe. Na Shomari Kapombe akibaki pale, Simba huenda wasimtumie na umri wake nao unakwenda kumuacha. Kwa hiyo mahitaji ya kocha bado yanamweka pembeni, na yeye kama Shomari Kapombe bado anaona ana uwezo wa kucheza katika kikosi cha kwanza. Hivyo kama Simba hawatamhakikia kuanza kwenye kikosi cha kwanza, basi ni bora wamruhusu aondoke. Na kocha yeye amesema sababu anatengeneza kikosi, yuko tayari kuondoa mtu yeyote ambaye hayupo kwenye mpango yake kwa ajili tu ya kuitengeneza Simba bora ya msimu ujao. Nini maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea pale Msimbazi? Wanaondoa wachezaji wa kutosha kabisa ambao wengine wameonekana wakiwa na uwezo mzuri kabisa, lakini Simba Sports Club wanakwenda kuwaondoa. Nini maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea? Malcolm, tupo kwa ajili yako, tuambie hapo hii ina tafsiri gani kuelekea msimu ujao? Ni kwamba Simba wamedhamiria makubwa sana, na ukumbuke ya kwamba wakiondoka hawa basi wanaingia wengine ambao ni wakali zaidi ya hawa kwa mujibu wa kocha ambavyo ameona. Malcolm ndo sehemu sahihi ya kujua nani akiondoka nani anaingia. Ili ufahamu nani ataingia baada ya hawa kuondoka, basi kaa karibu nasi ili upate taarifa kwa wakati. Cha kufanya ni kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, na kisha ubofya alama ya kengele ili kila tukiweka taarifa basi wewe uwe mtu wa kwanza kabisa kuijua, na wewe ndiye utakaye wasambazia wengine ili wajue nini ambacho kinaendelea kwenye klabu hii ya Simba Sports Club na usajili kwa ujumla. Malcolm, tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.